Naam, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna swala hapa ameuliza mmoja katika waulizaji kupitia kipindi chetu hiki cha masala na majibu siku ya leo ya Alhamis. Anauliza, vipi Imam Yahya unavyoona mtazamo wa kadhia ya shekhe wetu, mwalimu wetu, mwanachuoni katika asri hii, ni shekhe letu Sheikh Al-Walid Al-Hadi Umar Kawamba, ambaye ni shekhe pia na ni imamu mkuu wa msikiti wa Kichangani. Kadhia hii, ndugu zangu Waislamu, ya Sheikh Walidi, mimi na muda mrefu sana naulizwa, na ni pia ni katika changamoto ambazo zinazotukabili sisi mashekhe ama waimamu, zinazowakabili mashekhe na pia sisi maimamu. Nakumbuka katika kauli yake ya mwanzo alivyoitwa katika makao makuu ya BAKWATA, alipopishana na shekhe wetu, mwalimu wetu Sheikh Musa Al-Hadi, walivyopeana yale nafasi, nadhani alivyochaguliwa Sheikh Walidi mwanzo amekataa, kwa sababu sehemu ile ni sehemu kubwa na ni sehemu ya fitna. Nakumbuka katika kauli yake aliyozungumza, kauli ya mwanzo, yeye si mtu wa maneno na wanadamu hawataki maneno, wanadamu wanataka vitendo. Hiyo topic yake ndiyo hadi leo inamfanya yeye kuwa kimya. Hajarupuka wala hajasema hadi sasa, lakini insha Allah nadhani vitendo vitajionesha katika nyuso za watu. Na nasaha yangu kama mimi mwanafunzi wake, sababu ni shekhe wetu, tunamfuatiliza sana, tunasoma kwake mengi sana, na amezigusa nyoyo za watu katika hii nafasi yake aliyochaguliwa kuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Lakini hata kabla hajakuwa shekhe wa mkoa alikuwa anasomesha pale Kichangani, na watu walikuwa wakimfuatiliza sana. Nasaha yangu kwa shekhe wangu, kama atapata hiki video ndogo ama clip, kwanza ninamuomba awe na subra, asubirie kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anasema katika suratul Baqara, akija kutuhusia katika yale ambayo tunayoyataka sisi wanadamu, akaanza Allah akasema, utaweza ukakipenda kitu, mtu akakipenda kitu lakini ndani yake ikakuja kuwa ni shari. Asa an tuhibbu shay wa huwa sharrun lakum, utaweza ukakipenda kitu sana, kumbe kwako ndani mwa shari. Wa asa an takrahu shay, na utaweza ukalichukia jambo lakini ndani yake na khairi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni usia wa kwanza ambao ninaomuhusia, asilichukii jambo na wala asilipendi jambo. Qadara Allahu ma shaa faala, alilopanga Allah subhanahu wa ta'ala kutokea, hakuna mtu akuweza kulizuia. Na namuhusia katika yale ambayo aliyomuhusia mtume wetu Muhammad, mmoja katika masahaba zake, Muadh ibn Jabal. Mtume wetu Muhammad sallallahu alimwambia Muadh, tena akamshia kwenye bega lake, kumwambia, lau watu watajikusanya ili waweze wakufanikishe wewe uweze kufanikiwa, hawawezi wakafikia katika daraja hiyo isipokuwa lile ambalo aliliandika Allah zidi yako, illa ma kataba Allahu lak,
isipokuwa lile ambalo aliloliandika kwako. Na wakajikusanya watu ili waweze wakudhuru, wakuangushe, wakutoe katika sehemu yako, katika hadhi yako. Allah anakataa, anasema hawawezi wakafikia kufanya hivyo isipokuwa lile ambalo alilolikadiria kwako. Ujumbe wangu huo mfupi kwa Sheikh Walidi, awe na subra, amlilie Allah subhanahu wa ta'ala kama kweli ameteleza katika yale ambayo, bali insan ala nafsihi basira, kwa sababu Sheikh Walidi yeye sio kusema eti ametakasika, na kila mmoja hapa ndugu zangu ana yale ambayo Allah bado tu hajayadhihirisha katika nyuso za watu. Allah amesema katika Qur'ani, alituumba sisi wanadamu kwa nini? Katika makosa. Kila mmoja ana ajali yake, bimaana walaqad khalaqna al-insana, Allah subhanahu wa ta'ala alituumba katika sehemu moja nzuri, na pia akasema ajali katika matokeo ambayo lazima utateleza. Ndio maana kaitwa mwanadamu ni mughayyir. Sasa Sheikh Walidi tukasema labda yeye ni mtakatifu, yani ametakasia katika jambo lote. Hapana, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yule ambaye aliyoteleza katika madhambi afanye nini? Anatubia kwa Allah, anakimbia kutubia kwa Allah. Na hilo mimi nina imani kwa huu kimya wa shekhe, wa mwanachuoni wetu, wa mwalimu wetu, katika nyakati zote hizi bado anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Alafu jambo la pili, kama nasaha katika nchi yetu, haswa katika mashekhe ambao wanaojinasibisha na ushekhe katika nchi ya Tanzania. Sasa hivi tumeingiliwa na fitna sisi mashekhe, na hii ukiitizama iko kama vile kisiasa. Kuna jambo limepangwa dhidi ya mashekhe, kwa sababu mashekhe ndio mmekuwa mrengo mkubwa sana katika hali iliyotokea huko nyuma. Wakati wa uchaguzi, mashekhe mmeonekana nyinyi ni watu sana wa kuhamasisha amani, kwa sababu haiwezi kupatikanika haki pasina kuwa amani. Kwanza amani patikanike, alafu haki ndio isimamishwe katika ile amani. Sasa hapa kuna picha fulani kama iko inatengenezwa kwa kuvunja ile timu iliyokuwa ikishirikiana katika kuomba amani katika nchi yetu ya Tanzania. Ameanza moja akafatisha mwingine, na leo ni shekhe wetu Sheikh Walidi. Sasa ninakuombeni mashekhe zangu, kama mkipata klipi hii, kaeni chini mtafakari, kwa sababu suala la shekhe ni suala ambalo ukija kutizama nyuma si suala ambalo liliripuka tu, ni suala lilikuwa lipo tangu na tangu. Sasa ni maana ni suala lilikuwa linajulikana, lakini lilikuwa linangojea tu wakati. Sasa kumbe dini yetu hii ni dini ya kupeana nasaha, tena huyu alikuwa kiongozi, na dini yetu ya Uislamu inaturuhusu kuwanasihi viongozi, sio kuwatolea kadamnasi. Sasa kumbe insha Allah nina imani katika nchi yangu mashekhe zetu, kuna mashekhe ambao wana ilmu, tunawakubali jambo hili, wataliendea kwa elimu iliyokuwa ya kutosha aliyowaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, na yote haya ni majaribio. Anasema Mtume wetu Muhammad sallam katika maneno yake al-Qudsi, Allah anapompenda mja lazima amjaribu. Allah akimpenda mja wake lazima hakujaribu. Na hivyo Allah anasema wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum, tutakujaribuni mpaka tuone ni watu gani ambao walisimama imara katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni ujumbe wangu kwa shekhe, na pia ni ujumbe wangu kwa shekhe wangu. Hiyo ndio mimi kisi ninavyoamini, na ndio nasaha yangu kwa kila mtu ambaye aliyopokea habari na anazo na azifikirie. Naomba azifikirie kama gisi mimi nilivyoeleza. Allah tuhifadhi sisi ambao ni duati, kwa sababu tuna mitihani aina mbili sisi ambao ni walinganizi. Ukishaona tu Allah amekupa nafasi ya kuwa unalingania. Nakumbuka mwalimu wangu mwalimu Ali, Allah muhifadhi,
Tulipomaliza mutawassit, alituita sisi akatukusanya, akatwambia sasa hivi mnaenda kulingania dini, lakini mnakuhusieni mambo mawili. Jambo la kwanza alilotuhusia, jitengeni mbali sana na kuwa karibu na wanawake. Jitengeni sana mbali kuwa karibu na wakina mama. Najua mtawasomesha wakina mama, lakini jitengeni sana mbali kuwa na hao wakina mama, kwa sababu fitna ya kwanza katika Bani Israil kan minan nisa, imeanza katika wanawake, ilikuwa kwenye wanawake. Alafu na jambo la pili alilotuhusia shekhe huyo, mwalimu wetu, amekuwa ni mwalimu wetu wa lugha, nadhani wengi nikisema mwalimu Ali mnamfahamu. Akatuhusia jambo la pili, akasema usitamani kitu cha watu, kwa sababu pindi utakapotamani pesa za watu watakutawala hali ya kuwa wewe una elimu. Utazungurusha mada, utaigeuza aya kwa sababu utajiri wako, utaigeuza aya kwa sababu huu ni mtu wako wa karibu. Utakuwa kama vile mfano wa chawa. Sasa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo mwalimu huyu aliotuhusia, na mimi nikiwemo katika watu ambao walitakharaj. Mpaka leo mimi ninakuwa na hiyo message, ninakuwa na huyo ujumbe, na ndio ujumbe ambao ninaona umewapotosha, umewaangusha wale ambao katika safu ya kwanza kulingania katika dini hii yetu ya Uislamu. Kwa ndugu zangu Waislamu, swala hili la Sheikh Walidi tumwache mwenyewe ataliongelea, kwa sababu muhusika yupo. Nadhani katika huu kimya wake iko anamtaka Allah aweze kumuonesha ni njia ipi kwa jinsi ninavyomjua. Ni hayo mafupi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.